Hali ilivyo sasa, kwa hali ilivyo sasa, Watanzania, nitoe rai kwa Watanzania wenzangu, lakini nitoe rai kwa upande wa vyama vya siasa, kwa sababu ni haki ya kikatiba kuwa na vyama vya kisiasa, lakini kuwa na mikutano ya kisiasa. Kauli na maneno ambayo yanatamkwa vyama vinavyohusika, bila kujali aliyetamka ni nani, akikosea chama chake kimwajibishe. Kwa mfano juzi hapa tarehe 24, kabla ya tarehe 20, tarehe 23, mimi nimesikia kwamba wafuasi wa chama fulani, jamani mjitokeze kwa ajili ya kwenda kusikiza kesi. Ni kweli, ni haki ya kimsingi, ni haki ya kikatiba. Lakini ukiongeza maneno kwamba kesho mjitokeze, mfunge vitambaa vyeupe au vyekundu au vyeusi, alafu kawaambia mnunue maji, kwani huyu anayeenda kusikiliza kesi hajui kwamba kiu kinamhusu yeye? Paka wewe umwambie huyu anayeenda kusikiliza kesi hajui kwamba anaenda kusikiliza kesi kwa sababu gani? Paka funge kitambaa cheusi au chekundu au cheupe. Sasa maneno kama haya, viongozi wa kisiasa, pimeni maneno ya kuzungumza, kwa sababu haya maneno ndio yanatoa attention kwamba hivi kulikuwa na sababu gani ya kuzungumza maneno ya kununua waende na maji wakati kiu ni cha kwao, wafunge vitambaa wakati hakuna msiba wala hakuna jambo ambalo hakuna jambo ambalo lina ukakasi, bali wanataka wakasikilize, lakini kwa faida yao, ili kuweza kujua mambo mengine ya kisheria ambayo labda mtu ulikuwa hujui, lakini kwenda kwako unanufaika. Kwa hiyo matamko mengine ambayo yanakuwa kama mashinikizo kwa wafuasi wa vyama, viongozi acheni. Walipashwa tu kuwalati kwamba jamani, tarehe 24 ni siku ya kesi, yeyote anayejisikia kwenda aende. Wala hata jeshi la polisi lisinge hamaki kwamba labda kunaweza kukaa na madhara au kunaweza kuwa na jambo lote ambalo likaleta uvunjifu wa amani. Kwa hiyo katika mazingira haya, mimi niseme hivi, Mheshimiwa Mlilo, kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam, mimi namfahamu yule. Mimi ni mwalimu wangu kuhusu masuala ya kisheria. Ni mwalimu wangu ambaye amenifundisha masomo ya kisheria. Kwa hiyo watu wanavyomchukulia ambao hawamfahamu, wanamuona tu ni kama polisi wa kawaida tu. Yule ni mwalimu wa masomo ya sheria na mimi ni mwanafunzi wake, amenifundisha. Kwa hiyo Mlilo sio kwamba anachofanya akijui, anakijua vizuri kabisa. Na Mlilo kichwa chake kiko very smart katika masuala ya sheria. Lakini mimi tu niseme, wazee wa nchi hii, wapo wazee wetu wamestaafu kwa nyadhifa za kitaifa, lakini wapo wazee wetu wamestaafu kwa nyadhifa za kati, lakini wapo wazee wetu wamestaafu kwa nyadhifa za chini. Lakini wote hawa, kwa wanasiasa na upande wa serikali, wote hawa ni muhimu kukaa chini kwa maslahi ya taifa hili. Pale wanapoona kunakuwa na mkanganyika ambao unakuwa unaleta mambo ambayo ni kama ya watu kuwa na manunguniko, ni vizuri wakashauriana na serikali. Hawa wazee wakaita kikao cha serikali na wazee wetu waliofanya kazi kwenye vyama vya siasa nchini, viongozi waandamizi waliofanya kazi kwenye serikali, viongozi waandamizi, wakae wasaidie kuishauri serikali ili kuona namna bora ya kuweza kwenda, kwa sababu hili ni taifa letu sote. Mimi leo nikaona ni washauri wazee wetu waliostaafu na ambao hawajastaafu bado wako kwenye madaraka, lakini wazee. Kwa mfano kama vyeo vya kisiasa, kuna wazee wetu wengine wana miaka 90, lakini nalo hili nilizungumzia kwa uchache. Wazee ambao wana miaka zaidi ya 80, tuseme mimi niseme wazee ambao wana miaka zaidi ya 60, kwa sababu kustaafu ni miaka 60 kwa mujibu wa sheria.
watu wanafika mpaka miaka 60, 65 mpaka 70. Lakini basi nako kuwe na ukomo. Mzee kama umezeeka una miaka zaidi ya 85, hebu tuachie hizi nafasi na vijana nao, ili nao wapate nafasi ya kukimbizana na muda. Kwa sababu mzee hata kuteremka ngazi lazima ushikwe mikono. Sasa huu muda ni wa kulea wajukuu na vitukuu, lazima tutoe nafasi. Mambo kama haya sometime jamii inayaona, yani naona ni kama kuna mfumo fulani ambao hautoi nafasi kwa vijana ambao kwanza wametengenezwa ili kuja kuwa, wameandaliwa kuja kuwa viongozi, lakini fursa inakuwa ni adimu kuipata. Kwa mimi nitoe rai kwa heshima kubwa na kwa unyenyekevu mkubwa, wazee wetu ambao wametumikia serikali wakiwa na umri zaidi ya miaka 80, hata kama ni kwenye siasa, waachie na vijana nao waweze kukimbiza kijiti ili kulinda heshima na status yao. Kwa sababu mzee umechoka, unaweza kadondoka, alafu ikawa ni mambo ambayo ya kushangaza na kuleta aibu kwa jamii. Kwa mimi hilo ni rai, ni kwa nia njema kabisa kwamba umri nao uzingatiwe pale tunapokuwa tunaangalia namna ya kutoa madaraka au nafasi kwa mtu. Lakini jingine ambalo niliona nalo nilizungumze ni kwamba nchi hii kama nilivyosema ni ya kwetu wote, na vyama vya siasa vipo kwa mujibu wa sheria. Lakini ndio maana nikasema vyama vya siasa vijitahidi kukemea baadhi yao ambao wanakuwa wanatoa matamko. Kwa mfano tu uchaguzi wa mwaka jana, mmoja alikuwa Rukwa kule, anasema chama kinachotawala kimewaazima wapinzani watu. Yaani kwa maana anatoa information kwamba chama tawala kinafanyaje kazi kwa upande wa pili. Lakini mwingine naye anauambia umma kwamba vyama vya upinzani, kwamba Tanzania hakuna vyama vya upinzani, ni watu waliojikusanya tu kwa muundo wa vyama, lakini watoa taarifa. Sasa statement kama hizi kwa sasa, kwa karne hii tulionayo, tuna wahitimu wa kidato cha 4, tuna wahitimu wa kidato cha 6, tuna wahitimu wa vyuo vya kati, tuna wahitimu wa vyuo vikuu. Wanachanganua hayo maneno na wanapata majawabu kwamba basi kwa mfumo huu huenda labda hakuna mfumo wa vyama vingi hapa Tanzania. Sasa mimi niombe sana kwa heshima na kwa unyenyekevu, matamko kama haya kwa uelewa na upana wa Tanzania kwa sasa ni vitu ambavyo havistahili hata kuvizungumza. Havistahili hata kuvizungumza. Kwa mazingira hayo, mimi niseme tu kwamba tufanye siasa zetu za kistaarabu, lakini tufanye siasa zetu ambazo hazitaji majina ya mtu, lakini wakati mwingine hazitaji majina ya vyama, kwa sababu Mheshimiwa Rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan kwa miaka 4 hii ametekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi yenye kurasa 303 kwa kiwango kikubwa sana. Sasa mimi ni wasihi viongozi wa CCM, wanachama wa CCM, wakereketo wa CCM na wafuasi wa CCM kwamba huu ni muda sasa wa kuzungumzia mafanikio ya CCM kupitia ilani ya Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo viongozi wote wa Chama cha Mapinduzi, kaisemeeni serikali imefanya nini. Sio kutaja majina ya vyama, kutaja majina ya watu. Hayo sio mahitaji ya Chama cha Mapinduzi. Kasemeni tumewafanyia nini wa Tanzania, kwa sababu yale tuliowaahidi tumefanya 1, 2, 3. Na hii mtakuwa mmekisaidia Chama cha Mapinduzi, lakini mtakuwa mmewasaidia madiwani, wabunge na Mheshimiwa Rais wetu kuweza kushinda, kwa sababu mtakuwa mnazungumza kazi ambazo CCM kupitia serikali zimefanyika. Kwa hiyo ndio rai yangu. Tuache kutamka maneno ya kutaja watu,
tuache kutamka maneno ambayo yanakuwa ni maneno fikirika, lakini tuache kutaja vyama. Yaani vyama tunajua vipo. Unaona? Na kila chama kina malengo yake. Kila chama kiseme kama hakiko madarakani kikipata kitafanya nini? Lakini ambacho kiko madarakani kimefanya nini? Na kinatarajia kufanya nini? Hizo ndio ziwe hoja. Kwa hiyo ndugu wa Tanzania, nimalizie tu kwa kusema kwamba na waomba wazee wa Tanzania kwa kada zote waliombee taifa, lakini ikiwezekana waombe appointment ya kuonana na Mheshimiwa Rais mwenye serikali, wakae pamoja wazungumze mustakabali wa taifa letu. Lengo ni kujenga, sio kubomoa. Mheshimiwa Rais amewahi kusema kwamba yeye hana tatizo, lakini inawezekana chawa wake wasiweze kuhimili yanayoendelea. Unazungumzaje kwenye hili? Ni kweli mara kadhaa mimi nimekuwa namsikia Mheshimiwa Rais hata zile fuara zake, licha ya kwamba labda baadhi ya wadau wanaweza kaona labda hazijakamilika kutokana na alichokuwa anahitaji, lakini Mheshimiwa Rais nia yake ni kwa hajawahi kubadilika katika msimamo wake. 4R bado ziko pale pale, na si kwamba amefunga mlango kusikiliza watu wa vyama mbalimbali. Yupo. Kwa hiyo mimi nitoe rai kwamba Mheshimiwa Rais yupo, na haya mambo hajawahi kuzuia. Cha msingi ni namna ya kuyasimamia na namna ya kuyapanga katika majadiliano, ili wakati mwingine kuweza kufikia mwafaka ambao unaweza kuwa ni wa kudumu.